Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni kutoka huko Riyadh, Saudi Arabia, ambapo wachambuzi wa mambo nchini humo na waandishi wa kongwe wa habari wanasema Iran inapaswa kuwa tayari wakati wote dhidi ya mashambulizi ya Marekani. Marekani bado inaendelea kupima chaguzi zake kuelekea Iran, wakati shehena za meli USS Abraham Lincoln ikielekea Mashariki ya Kati, huku kukiwa na mvutano mkubwa kati ya Marekani pamoja na washirika wake dhidi ya kutaka kufanya mashambulizi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wachambuzi wa mambo kutoka Saudi Arabia wanasema kutumwa huko kumeripotiwa tangu mwishoni mwa Ijumaa ya wiki iliyopita, kunakuja wakati Washington ikirejelea kwamba chaguzi zote zinabaki mezani katika mkabala wake wa Iran, ambayo inachukulia kuwa adui mkubwa wa kikanda, na jinsi Iran inavyoshughulikia maandamano kama sababu kuu katika mijadala iliyopita na inayoendelea. Maafisa wa Saudi Arabia na viongozi wa taifa hilo wamekanusha madai kwamba Riyadh inajaribu kushawishi ufanyaji maamuzi mjini Washington. Wachambuzi wa mambo pamoja na wanahabari wa kongwe nchini Saudi Arabia wanasema baadhi ya ripoti ambazo wamezipata kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Saudia ni kwamba taifa hilo lipo katika wasiwasi mkubwa pia, kwani mashambulizi ya Marekani nchini Iran yataweza kuisambaratisha Mashariki ya Kati kwa ujumla. Afisa wa ngazi ya juu wa Saudi Arabia katika ubalozi wa ufalme nchini Marekani alisema kwamba ripoti zinaonyesha kuwa Saudi Arabia ilishauri Marekani dhidi ya kushambulia Iran. Mpango huo ni kwa ajili ya kuilinda Saudia pia. Mapema wiki hii waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Adel Al-Jubeir aliulizwa kuhusu machafuko nchini Iran na matarajio ya jibu la Marekani wakati wa mkutano mkubwa wa kibiashara huko Riyadh, huku akiacha kutoa maoni ya moja kwa moja juu ya hatua za kijeshi zinazoweza kutokea. Al-Jubeir alisema kwamba kila mtu anaangalia hali hiyo kwa karibu sana, akionyesha matumaini kwamba mvutano unaweza kutatuliwa kwa njia ambayo itapunguza uharibifu wa aina yoyote. Hata hivyo, wachambuzi hao wanasema hofu kubwa ambayo ilitanda katika mataifa ya Ghuba ni kwamba eneo hilo ambalo ni sehemu ya Waislamu wengi ulimwenguni litaingia katika matatizo makubwa na kusababisha kusambaratika kwa Waislamu katika eneo la ukanda wa Ghuba, lakini wakaona kwamba hakuna haja ya kuendelezwa kwa mpango huo, huku ikielezwa kwamba Saudi Arabia ilijitoa kabisa, haikukubaliana na mpango wa Marekani wa kutaka kutumiwa kwa maeneo yake kwa ajili ya vita dhidi ya Iran, wakitambua kwamba Iran huenda ikatumia makombora ya aina tofauti tofauti kufanya mashambulizi dhidi ya Saudia ama nchi yoyote ambayo Marekani ingeamua kutumia kambi kwa ajili ya kupambana dhidi ya Iran. Wachambuzi mbalimbali akiwemo Ali Shihab kutoka Saudi Arabia alisema kuwa Riyadh ilikuwa ikishawishi ama kupinga mashambulizi dhidi ya Iran, akiandika katika ukurasa wake wa X akisema Saudi Arabia ingeweza kuwa katika hali mbaya ikiwa mashambulizi yangetokea katika upande wake. Katika ufafanuzi tofauti uliochapishwa katika gazeti la kila siku la Saudi Arabia la Asharki Al-Awsat, mwandishi wa safu Abdurrahman Al-Rashid alidokeza kwamba Irani yenyewe sasa inashikilia ufunguo wa kuzuia kuongezeka zaidi na kwamba ilijipanga kuwa tayari kwa ajili ya mapambano, lakini akiendeleza kusema kwamba inapaswa kuendelea na mpango wake wa kujilinda zaidi na kujiandaa wakati wowote dhidi ya mashambulizi ya Marekani. Kukomesha mpango wa nyuklia na kusimamisha shughuli za nje kunaweza kuepusha uingiliaji wa kigeni wa Iran ambao utawezesha mabadiliko ya ndani kwa kutumia machafuko yaliyoenea ndani. Al-Rashid alielezea wakati huo huo akisema kwamba sasa kama ambao haujawahi kutokea kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, utawala wa Iran unakabiliwa na mgogoro uliopo wa mara ya kwanza wa ndani na nje. Kwa hivyo unapaswa kujiandaa vema na kuwa tayari wakati wote dhidi ya mapambano dhidi ya Marekani. Kuna mwigizaji mmoja tu mwenye uwezo wa kuzuia kushuka kwake na pengine kuanguka kwake, na sio Washington wala Israel wala mataifa ya Ghuba. Chama pekee chenye uwezo wa kuokoa utawala wa Iran kutokana na hatima yake ni utawala wenyewe. Unapaswa kuwa imara zaidi na zaidi, wanasema wachambuzi wa mambo. Wakati huo vitisho dhidi yake vimeungana na kwa pamoja wana uwezo wa kuiangusha. Hatari inazidi kuzunguka ndani pamoja na nje, wanahitimisha wachambuzi wa mambo wa nchini Saudi Arabia, wakielezea namna ambavyo serikali ya kifalme ilikuwa na wasiwasi dhidi ya mashambulizi ya Marekani kwa Iran. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika
kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.